Swali la kwanza, mmoja anauliza kwa nini kwenye misa tuna masomo ameandika manne na kwenye misa nyingine kuna masomo matatu. Sielewi ni misa ipi tuna masomo manne, lakini ninavyojua labda mkesha wa Pasaka, lakini kwa kawaida misa za Jumapili tunakuwa na masomo matatu na Pasaka tuna masomo matano na pengine hata 9, na kanisa ya kawaida tuna masomo mawili ninavyoelewa. Lakini hapa naona sijui amechukua mfano gani. Kwa kawaida tuna masomo matano kwa misa ya mkesha wa Pasaka, kwa sababu ni sikukuu, ni sherehe ile, ni sherehe kubwa kuliko zote katika liturujia ya kanisa. Pasaka ni sikukuu kubwa kuliko zote, na tunakumbuka ukombozi wetu, na hivyo tunachukua muda kutafakari historia ya wokovu wetu. Ile mkesha wa Pasaka tunaanza hata na somo la kwanza ambalo ni uumbaji. Tunaenda kwenye somo la pili, tunapata kuhusu usiku ule wa Pasaka, ambapo ile Pasaka ya kwanza ambapo Waisraeli walifanya Pasaka yao ya kwanza, ile usiku ule wa kukombolewa kwa malaika alipita na kuwaua wazaliwa kwanza wa Misri usiku ule, na wao waliambiwa wachinje mwana kondoo, wapake damu yake kwenye miimo ya milango. Ile ndio somo kuu. Alafu la tatu nakuja tena ile ya kuvuka kwenye bahari ya Shamu. Hiyo ni Agano la Kale. Ni historia ya wokovu wetu, na ni usiku wa kutafakari matendo makuu ya Mungu aliyofanya kwa ajili ya kutuokoa sisi. Waisraeli wanatuwakilisha sote. Kwa hiyo ni masomo matatu ya Agano la Kale. Alafu baada ya hapo tunakuwa na somo la 4 ambalo linakuwa ni kutoka Agano Jipya. Na pale mara nyingine tunapata somo kutoka wa Korinto au somo lingine la Agano Jipya, waraka. Baada ya hapo tunaimba ile haleluya kuu. Haleluya ni neno la ushindi, tukimsifu Mungu. Haleluya ni manake kwa Kiebrania, manake sifa kwa Mungu. Haleluya. Na baadaye tunasoma Injili, masomo 5. Kwa hiyo hapa amesema masomo 4, sijui ni ya misa gani. Lakini misa ya kawaida Jumapili tuna masomo 3. Kuna somo mara nyingine nategemea ni kipindi gani cha mwaka, tunasoma masomo sama hata Agano la Kale 1, alafu tunakuwa na waraka, somo Agano Jipya, alafu Injili. Kwa hiyo masomo 3 kwa Jumapili au sherehe kubwa. Sherehe yote kubwa katika hata siku za kazi tunakuwa masomo 3. Na misa za wiki ya kawaida tunakuwa na masomo 2. Tunaweza kuwa na somo kutoka Agano la Kale au Agano Jipya, alafu Injili. Kwa hiyo kila wakati tunakuwa na Injili ambapo ni juu ya Yesu mwenyewe, Injili. Sasa kwa hiyo hapa sielewi, nimesema tu masomo hayo nia yake ni kutafakari historia ya wokovu wetu au kutoa mafundisho yanayotokana na Biblia nzima popote pale tunapoamua kusoma iliyopangwa.
Kwa hiyo lengo lake ni kujua historia ya wokovu wetu, ikitukumbusha tulikotoka na tunakoelekea. Masomo hayo katika Kristo. Kristo ni utimilifu. Masomo mengine yanatuashiria kwamba tunasikia jinsi Yesu anavyotimiza yale waliosemwa juu yake katika Agano la Kale. Kwa hiyo ni historia ya wokovu wetu. Masomo yake ndio hayo. Kwa hiyo anasema kwa nini kwenye misa? Masomo mengine ni mengi kutokana na umuhimu na ukubwa wa sherehe yenyewe. Na lengo lake masomo yote ni kutupa picha kamili ya jinsi tulivyokombolewa. Mara nyingine ni manabii, mara nyingine ni historia ya wokovu kuanzia kitabu cha Pentateuch, yani vitabu vya Mwanzo, Torati, na kuja historia na vitabu vya hekima, kuna vitabu vya manabii, kuna vitabu vya labda ile tunaita hekima. Sasa hivyo vyote lengo lake ni kutupa msingi na background ya wokovu wetu, na jinsi Yesu anaokuja kutimiliza yale yaliyotabiriwa au yaliyosemwa juu yake katika masomo hayo. Au pengine hata waraka unaweza kutoka somo la kwanza katika ya siku za wiki, au wakati wa kipindi maalum kama Pasaka, tunaweza kuwa na masomo yote mawili kutoka Agano Jipya. Lakini lengo lake ni kutupa simulizi juu ya wokovu wetu. Na daima katika misa kuna Injili. Maana yake Injili ni juu ya maisha, matendo na mafundisho ya Yesu. Hiyo tunajua. Na kwa hiyo misa hasa ndio lengo lake hilo. Anauliza swali lingine. Kwa nini misa imegawanyika katika sehemu mbili? Wazi. Najua wokovu wetu kuna sehemu ya kwanza ni sehemu ya neno, na sehemu ya pili ni sehemu ya Ekaristi. Misa imegawanyika hivyo, na maadhimisho mengi yamegawanyika hivyo. Kuna neno alafu sakramenti na misa kwa kuwa inagawanyika sehemu mbili, kwa kuwa kama nilivyosema, sehemu ya kwanza sisi tumekombolewa kwa matendo mawili makuu. Wote tumekombolewa kwa mafundisho, yani maandiko, yani maneno ya Yesu, maneno la Mungu limetukomboa. Yesu hakufanya tu, alifundisha pia. Kwa hiyo tunakumbuka mafundisho ya Yesu kwanza, mafundisho yake. Alafu katika Ekaristi altareni tunakumbuka matendo yake, na tendo lake kuu ni lile la kufa msalabani kwa ajili yetu, aliyejitoa kwa ajili yetu, akawa chakula chetu na pia sadaka yetu inayompendeza Mungu kuliko sadaka zote. Kwa hiyo ndio maana misa ina sehemu mbili. Tumekombolewa kwa mambo mawili, kwa mafundisho yake, neno la Mungu linatukomboa pia. Unaweza kuwa unakombolewa kwa kusikiliza neno lake ukaongoka, kwa kusikiliza neno lake linakuongoa. Lakini pia sakramenti yake ina nguvu yenyewe, kwa kuwa ni Yesu anafanya sasa kimatendo yale aliyofundisha. Kwa hiyo kilele cha yale mafundisho ni sadaka ya Yesu msalabani, ambapo ni altareni hapa. Kwa hiyo misa ina sehemu hizo mbili, neno na Ekaristi. Ndio maana ina hiyo, na hii ni desturi toka wakati wa mitume. Walikaa chini wakasikiliza historia ya wokovu, yani neno, wakakumbuka matendo ya Yesu, wakakumbuka mafundisho yake. Mafundisho yake kwani kiini
cha uwepo wao. Hawangeweza kuwa Wakristo bila kusikiliza neno la Yesu. Kwa hiyo walikumbuka maneno yake, wakayatafakari na pengine kutafuta mojawapo aliyofafanua vizuri zaidi, wakayaelewa. Alafu katika kulisikia neno lake linawapeleka kwenye matendo yake, na tendo la kuu ambalo alipaswa kusahauliwa ni kwa milele yote, ni ile sadaka yake aliyotoa, agano lake aliyotoa, mwili wake uwe chakula na damu yake kuwa kinywaji, na hilo lilitimika pale msalabani Kalvario. Kwa hiyo misa ni tukio zima la wokovu wetu, kuanzia neno la Mungu na matendo ya Mungu. Yes. Sio swali, ila juzi tu hapa nilikuwa nasikiliza kwenye kipindi fulani cha TV ya Kikatoliki EWTN, walikuwa wanamhoji profesa mmoja Marekani huko ambaye ameandika kitabu kinahusu historia ya misa hii. Sasa nachangia tu hapo kwamba yeye ndio ameandika kwamba watu wanavyoona hii misa tunayotumia sasa hivi Brazil, South Africa, Tanzania, wapi, anasema hii imesambazwa na Wakapuchini. Hongereni sana, asante sana kwa kusaidia. Anasema wakati ule Wakapuchini walikuwa watiifu kwa Papa. Kwa hiyo hii misa hii tunayosali hii ilikuwa ni kama anaita Curia Mass. Kule Vatican ndio walikuwa wanasali hiyo. Kwa hiyo Francisco na wenzake waliporuhusiwa wakafuata system ile ile. Kwa hiyo walipokuwa wakienda kila sehemu hawakubadilisha system, walikuwa wanafuata system ile ile. Lakini anasema Wadominikani na mashirika mengine walikuwa wakienda sehemu nyingine wanaadapt namna nyingine kidogo, wanaadapt namna nyingine kidogo. Kwa hiyo anasema kutokana na wa Francisco ndio ikawa sasa imechukuliwa system moja, imesambaa mpaka sasa hivi duniani tunakuwa ni kama main pattern ile ya kusali misa ni aina moja, lakini actually haikuwa namna hiyo aina moja kuanzia mwanzoni. Kwa hiyo nimesikia hivi karibuni. Samahani, hiyo ni historia ya kiajabu anayosema hayo, kwa sababu wa Francisco hawakwenda kila mahali, na lakini hiyo ni mtindo wa misa ulikuwa kutoka kitabu cha Didache kabla hata wa Francisco hawajawepo, karne ya pili, ya kwanza na ya pili. Ni kitabu kinachoeleza mtindo wa misa na sio wa Francisco. Actually hiyo kidogo ni very strange, nimesikia mara ya kwanza kwangu mimi, kwa sababu kanisa halifuati watu fulani au nini. Hapana, ni ule mtindo na mafundisho na mapokeo ya kanisa ambayo inatoka kitabu cha Didache, mtindo wa misa sehemu mbili. Sasa namna mnavyofanya zile details, labda hicho unaanza hivi, unafanya hivi, unafanya hivi, lakini misa imepangwa kabisa katika kitabu cha Didache. Ni kitabu hicho ambacho kimeandikwa wakati wale tunaita apostolic time, wakati mitume walikuwa wapo wako karibu, hawajaisha wote, na walikuwa wanaadhimisha hivyo. Kama nilivyosema, hata usiku walikuwa wanaadhimisha hivyo. Makanisa ya nyumbani walifanya hivyo, na hiyo wakaandika. Hata maneno mengi yametoka katika kitabu hicho, na ni kitabu cha kwanza cha baada ya Injili kinakuja Didache. Apostolic Constitutions, unajua hiyo sio? Kwa hiyo mimi nafikiri huyu anaendeleza vitu vya labda ni ibada tu, lakini misa ina msingi zaidi, sio kutoka wa Francisco waliokuja karne ya kumi na mbili. Hapana, ilikuwa mimi ningesema hapo ameruka mno, kwa sababu misa ilikuwa inaadhimishwa kabla ya Francisco, na Francisco sio misionari wa kwanza, walikuwepo wa zamani zaidi, na walifuata mtindo huo, tayari ulishakuwepo. Sasa labda ile namna ya kushika, nadhani hata wa Francisco kwanza walikuwa wengi sio wa mapadri, hiyo asitu hawakuwa mapadri wengi. Wa Francisco wengi walikuwa walei,
Shirika letu sio la kikleri, najua hiyo sio. We are not a clerical order, sisi ni lay order. Wafransisko kimsingi, Fransisko alikataa kupewa upadre, na kwa hiyo sisi msingi wetu sio wa kikleri. Mashirika mengi haya yaliyokuja na ya baadaye ambayo ni mashirika, sisi ni order. Na mashirika mengine haya yaliyokuja kuanzia karne ya 12, 13, 14, hayo sio mashirika makuu. Mashirika makuu yako kama 6 hivi, if I'm not mistaken, ambayo ndio yameshika, yanaitwa orders, ambao shirika lolote, hata ukianzisha shirika leo, watakuuliza unafuata roho ipi? Yaani unafuata order, wale ndio wanaweka msingi wa mashirika yote ya kitawa. Aidha huwezi kuanzisha order nyingine sasa hivi, utakuwa unaanzisha kitu kingine. Wapi? Yes please. Nataka kujaribu kuelewa alichokuwa anasema hapa kuhusu kuadapt. Adaptation is something else. Even today it continues. Kwa mfano tulisimulia na yule mmoja alienda Marekani akaona kwamba kuna kanisa moja ambalo bado wanachanganya vitu, yani ni hatari. Kuna muda wa misa ya Wakatoliki, misa kawaida, alafu pembeni huko kuna sehemu ambavyo watu wa tamaduni wa mahali ile, sehemu ile wanafanya ibada zao pia baada ya misa na au hiyo sasa, hiyo imeleta controversy. Hiyo sio hiyo tunayozungumzia. Utaratibu wa misa hautanguki. Aidha utakuwa ni Mkaldea au Msiriaki lakini sio Katoliki. Sisi tunazungumzia ibada ya misa Katoliki ya Kirumi. Ndio samani. Sasa kuhusu utaratibu wa misa ianzeje? Kwanza kunaanza neno Ekaristi, huo ulikuwepo tangu kale na hata kuendelea kwa kanisa mpaka tuseme karne ya hizo ya 17 tuseme, ambapo misionari unaanza sehemu nyingi duniani. Yani watu mashirika na misionari unaanza kupelekwa sehemu, dini inaanza kwenda sehemu mbalimbali, kwa maana kueneza dini kutokea Roma, kutokea Italy. Kwa hiyo labda katika kwenda kule Wakapuchini au Wafransiskani labda hawakutaka kuona jinsi ya kunegotiate kuendana na mazingira ya wale, waongeze kuendana na umalia wa kule, labda walitaka kupeleka kile ambacho wamekikuta wamekichukua Italy. Tofauti labda na mashirika mengine, labda nijaribu kusemea Wajesuiti, ambapo walipoenda kwa mfano Japan, wakawa wanakuta wafalme wale wana tamaduni zao. Kwa hiyo walipotaka kuimpose ile utaratibu wao, waliuawa wengi mwanzoni bila kutaka kuendana na mazingira yale, lakini baadaye walipotafuta namna ya kuishi nao wakajaribu, ndio wakaingiza dini taratibu. Kwa hiyo labda najaribu kufikiria hivyo. Sasa sio utaratibu wa misa. I don't know, we are talking two different things. Kuna ile namna ya kufanya ile kitu, lakini utaratibu ni ule ule. Misingi kama Wajesuiti hawakubalisha kuanza na Ekaristi halafu wakaendemaliza na neno. Hakuna mtu amfanye hiyo, even hata kwa sababu hizi desturi za ibada zimewekwa katika misingi ya mitume. Hata Makopti wana msingi wa Marko, hata washirika wengine ni Mathayo, mwingine ni Marko, mwingine ni Petro, mwingine ni Yohane, mwingine wana misingi yao, wanasema hii. Hata wa Syriac wanasema ni Tomaso au Bartolomayo, au kuna makanisa haya yana misingi always katika mitume, na ile mitume ni ile didache. Hakuna, sijaona mimi nimehudhuria misa mbalimbali, lakini hakuna misa inaanza na haleluya. Inaanza na ibada ya toba, and that is what is there in the didache. You start with the contrite heart. Unaanza na kujitayarisha kuadhimisha mafumbo haya. Sasa kwa hiyo hicho ndio nasema hapa tunazungumzia utaratibu wa misa ule wa msingi. Daima tunarudi kwa mitume,
na hayo yaliyofanya mitume wameandikwa kwenye hicho kitabu ninachosema kinaitwa Didache, na kilikuwa kinaanza na ibada ya toba, inafuata masomo. Sasa vipengele vya huko katikati, toba unafanyaje? Hapo ndio na adapt. Wengine wanaanza na, kwa mfano Ambrosian iko Milano pale, ni tofauti. Wanaanza na ibada ya kushikana mikono, ni ishara kwao ya upatanisho. Tukifika Roma huko, sisi tunapokwenda kusaidia Milano huko, inabidi kuchukua kitabu kabisa kama unajifunza misa upya. Na tena unaanza kujifunza misa upya, wana maneno tofauti, wana ishara tofauti. Kwa mfano watu wa Ethiopia right zinaitwa rites. Sasa hizi rites zinaandana na mwanzilishi, daima ni mtume, wana affiliate na mtume fulani, ndio wana mapokeo ya mahalia. Sasa hizo zinatofautiana katika kiufanyaji, lakini sio utaratibu. Kiutaratibu actually ni moja, na kama umewekwa mbele mwanzo au mwisho, hiyo ni katika labda kuendana sasa na tunaita inculturation. Hakuna ibada inayoacha kumwaga mkate. Sijui kama kuna misa ambayo haina hawanatumia labda majimbi, sijui. Huko Uholanzi, padri Mtakatifu Paulo wa pili, Yohani Paulo wa pili, nilikuwa Roma wakati huo, tukapewa taarifa tulikuwa chuoni kule Biblicum, tukapewa taarifa, Papa is crying in the tomb of Peter. And tukasema, what is wrong? Tukaenda, wengine tulienda pale just to see this spectacular. Pope is crying. Toka akuonekana, alikuwa ametoka Uholanzi ambako alifanya ziara ya kipapa huko Uholanzi, akakuta watu hawaendi tena kanisani. Kweli Uholanzi hali ngumu, na hata ndugu wako huko, ndugu zetu wengine kutoka hapa, wanafunzi wetu tumewapeleka Uholanzi kusaidia. Sasa kule misa, hawakwenda misa, wanafanyia nyumbani. Mama analeta chai kule, yes, na mkate ule wa boflo ule pale, wakiwa mezani pale wanafanya misa yao pale. Hakuna chapati, hakuna nani. Baba ndiye anasema amani kwenu, na I don't know what he says. Wanaanza na ishara msalaba labda, na they create their own the canon of the mass. Hawakufuata tena. Kwa hiyo mkate unaletwa, chai ndio divai. Huu ni mwili wangu jamani, mnywe, tunapendana. Maneno ya kwao. Hilo ndio limfanya Papa avurugike kabisa. Akasema sasa kanisa lijitathmini na Wakristo wajielewe. Wanakataa ukleri, yani ni reaction fulani ambayo ina mixi na Wazwingli. Hiyo mnajua Wazwingli na Calvinist waliingia huko Holanzi, na ndio wengi walikimbia wakaenda Afrika Kusini. Najua maboa wale wa Afrika Kusini asili yao ni Uholanzi, walikimbia kutokana na vita vya kidini huko, wakakimbilia Afrika Kusini, na wengi wakaenda Marekani. Ndio maana huko Marekani kuna madhehebu ya ajabu ajabu, au Jehova, hawa evangelical, hawa wanafuata Pentecostals. Every day and again wanatokea mmoja ameanzisha mambo fulani. Ni watu walikuwa na roho ambayo ni ya kugoma tu, kukataa mambo ya mapokeo, akataa. Sasa hiyo roho hiyo imeendelea mpaka sasa, yuko ndio maana na mambo mengine hata siwezi kusema, lakini hiyo roho imeendelea pale mpaka leo. Na ndio maana akasema, why do we have to go to the church? Tufanye misa hapa.
na hiyo imeingia hata kwa wale ndugu wanaojiita charismatic, wawe macho. Hiyo roho imetoka Marekani, the spirit of protest, you know, Protestantism is the spirit of rejection of hilo neno hilo, na maana you protest, you unapinga. Sasa hiyo ni roho tofauti. Na kwa hiyo wale papa alipokwenda kule akakuta watu hamna kanisani, watu wakauliza where do they pray, akaambia nyumbani. It seems he went to visited some of these places. Alitembelea sehemu fulani akakuta wanafanya misa za namna hiyo, and he came there, he prayed for almost siku nzima kuonekana mpaka kesho yake. Alipotoka huko akasema sasa tuombee kanisa. Nakumbuka kabisa, na wote tukashtuka what happened, and then tukapata habari hizo kwamba ilikuwa hivyo. Ile visit yake huko Uholanzi ilileta matatizo. Wakamwambia sisi hatukuhitaji bwana, hata hatuhitaji padri hapa, sisi tunatosha, sisi wote ni Wakristo, tumebatizwa, sisi wote tumefanywa makuhani kwa ubatizo. It's a challenge. So ndio maana, lakini actually hiyo sio ibada ya Katoliki. Nazungumzia ibada ya misa ya Kikatoliki. Tunaweza kusema kuna ibada hizo, lakini sio Catholic, like the Syriac Church, the Chaldeans, the Orthodox, the Coptic, they are not Catholic. So when you are talking Christianity ni kitu kingine, lakini kwa kweli ambao ni Wakatoliki walifuata ile mapokeo ya mitume, na mapokeo ya mitume yako kwenye Didache, kile kitabu cha mitume. Naeleweka? Kwa wale ambao wanaweza kuwa na sasa, katika vipengele hivyo tunaweza kuwa na misa, kwa mfano misa ya inayofanyika Kongo, hizo ni rights. It's not the form or ile canon of the mass. Tofautishe the canon of the mass, hiyo hawawezi kubadilisha hata hapa Kongo. Kongo wana right yao, the Congolese right, ambayo imepokelewa miaka kama 20 iliyopita au 30 sasa. Wanaadhimisha namna yao na wanaanza na hiki, lakini vile vipengele vipo daima, Hata mimi nimeshahudhuria misa hiyo, bit solemn and royal, tunaita royal mass, kama wanaofanya wale wa kule Orthodox. Lakini vile vipengele vipo: ibada ya toba, ibada ya masomo, ibada ya Ekaristi, ibada ya kumalizia. Vipo, ndio vinazungumzia hivyo. Zile details zake naweza kufanya. Kwa mfano, nilienda huko kusini Songea na Mbinga. Mimi sikuwa nimeenda huko hata siku moja, nilienda kwa retreat huko. Nikaona watu wanakaa wakati wa kusoma Injili. I was surprised. Hii imekuwaje tena? Nikaambiwa eti mfalme anapozungumza na raia wake wamezoea kukaa. Kumbe Yesu umemfanya ni mfalme, ni chifu fulani wa kienyeji. Basi that is adaptation, is kind of enculturation which may be beneficial. Inafaa zaidi if the people feel comfortable. Kama watu wanaona inatakiwa hivyo ili tusikie kwamba tunafundishwa, well and good, do it. It doesn't affect the canon of the mass, affect. Kwa hiyo ndio hapo tutofautishe, tusije tuka mix up things. Yes, please. Msifu Yesu Kristo. Mimi nilitaka kuongezea kidogo kuhusu ufafanuzi uliokuwa na utoa wa kuadapt na utaratibu. Ile Didache nahisi nitakuja kuishare baadaye, ninayo ya soft copy. Ukiangalia kwa kweli anachojaribu kufundisha hapa profesa ni kwamba ukiangalia kama kuanzia kanisa la mwanzo, yani kwamba misa kama alivyoeleza sehemu mbili, neno na Ekaristi. Hata ile bado wakiwa kabisa wakati wa mitume tu wakikutanika tu kwenye nyumba hiyo, yani iko hivyo, ilikuwa ni hivyo kwamba
itakuja kiongozi atafafanua somo, baadaye wataenda sehemu ya ekaristi. Hasa ikija kufika kwenye hiyo karne ya pili, ukiangalia Didache ilivyopangwa yenyewe, hicho kitabu cha nahisi ina sura 16 tu. Ukiangalia unakuta sura ya 4, labda sura ya 4 itakuta inaelezea kuhusu yani somo watasomaje, kiongozi atakavyosoma. Baadaye sura ya 5 utakuta wanaelezea atakavyofafanua, wanaelezea sasa kufafanua. Alafu baadaye utakuja kama sala, alafu baadaye wanapokea. Baadaye unakuta ilikuwa inatumika kama neno labda agape, baada ya agape watu wanakuwa na kushukuru kama kufurahia hivi. Basi hasa kuna mtakatifu tunayemkumbuka kesho, huyu Justin Shahidi wa kesho. Huyu ameelezea vizuri sana, yani ukiangalia utaona kama ni kama misa ya sasa hivi kabisa alivyokuwa anafafanua sasa kile ambacho kimewekwa kwenye Didache, kwa sababu hizo inventions kama anavyozisema zilikuwa zinajaribiwa kuletwa na watu kama anataka kudistort hivi au mtu kufata ile matamanio yake, yeye ndo ameipangilia vizuri. Ukiangalia Justin alichoandika, huyu Justin the Martyr ameandika kama misa ya sasa hivi, unaona kabisa anasema kama tulivyofundishwa kutoka kwa mitume. Wataanza wanasikiliza neno, baadaye atasema kama tunavyofanya wimbo wa katika, tunaona ameweka Psalms, zile zaburi, wa kuimba zaburi. Baadaye watasoma somo, alafu baadaye wakutufundisha ndo kama tuseme mahubiri sasa hivi. Alafu baadaye wanakuta anasema sasa the prayer of the faithful, lakini sasa pale unakuta kuna lugha ambayo ametumia. Yaani alivyoiweka unaona kabisa ndio misa sasa hivi. Sasa baadaye miaka ilivyokuwa inaenda, au wengine waliokuja wataalamu kama wakina Hippolyte au Hippolytus ndo ameongeza zaidi kama utaratibu mpaka leo hii ambavyo tupo. Na nimeona Baba Mtakatifu ni ndani ya wiki hii ameongelea kuhusu hicho sasa inventions, kwamba mapadri wa sasa hivi inabidi waangalie sana, hasa katika kuiga kwamba kila kitu prescribed norms ambazo zimewekwa pale, mtu asiweke inventions zake ambazo zinaondoa utaratibu na kuondoa waamini, kwamba misa imeshapangwa. Kwa mfano kama imewekwa hicho sehemu mbili, ekaristi na neno. Sasa sehemu ya neno nayo imewekwa vipengele vyake, kwamba ndugu hapa ameonyesha kuna introductory rite, sehemu ya ufunguzi inafanyikaje, sehemu ya toba, ubiri. Akasema sasa padri asifike pale sehemu ya nini, anaweka maneno yake ambaye anayaona yenyewe, itawapoteza watu. Huu ni utaratibu ambao tumeupokea mwanzo na ulinde msingi ya mitume. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Nafikiri hapa tumeelewana kwamba kuna ile ya msingi mwingine, kama unasema sasa papa siku hizi ameanza kurudi huyu papa. Ninampenda sana kwa kweli, bila kusema maneno ya mengi sana, na I appreciate him. Ana courage kubwa sana ya confront situation. Huyu papa wa sasa ni tofauti na yule aliyotangulia. Alikuwa anatuletea mkenge kidogo, lakini huyu ni kweli ana misimamo mikubwa na hayumbishwi na chochote kile. Kwa hiyo I'm confident that the church, kanisa litarudi kwenye mstari. Na anaokoromea hata maaskofu wengine tu. Kwa hiyo ni mtu mwenye msimamo huyu. Ni Marekani, lakini Marekani ambaye ni misionari na ameishi huko Peru na sehemu nyingine, Colombia, huko Venezuela, huko ameishi na anajua mazingira ya umisionari na anajua kanisa la ulimwengu wa tatu na kanisa la ulimwengu, mzaliwa wa nchi iliyomaendelea kuliko zote, na ameishi Roma. Kwa ana experience kubwa na alikuwa mkubwa wa Augustinian, na kwa hiyo ametembelea dunia nzima yule. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana mang'amuzi ambayo ni utajiri wa kanisa na atasaidia sana kanisa, na bado ni kidogo ni healthy and strong. Mimi naona tutaelekea kwenye mstari unaotakiwa hata kama inakuwa shida. Sasa wale wanaopenda kuleta vitu vipya, akienda mahali anabadilisha hivi, akienda leteni miwa tule. Nafikiri kwake hiyo haikubaliki. Lazima tushike utaratibu. Ndio kuna asante.
kuhusu swala hili la kusimama na kukaa wakati wa Injili, ukiangalia Alhamisi Kuu Yesu amekaa mezani pale na wanafunzi wake. Yesu amekaa mlimani na watu pale, sehemu ambayo inaweza nikasema watu wamesimama labda kule ufukweni kule, kwamba watu wamemsonga nini, ndio Yesu ameona ajitenge kidogo, watu wamesimama huko, kila mtu anajaribu kunyanyuka asikie. Lakini sehemu nyingi na kwamba Yesu amefundisha wakiwa watu wamekaa. Yesu amekaa na Maria na Martha kule, amekaa anaongea. Hii mwelekeo wa sisi kusimama wakati wa Injili, mimi binafsi siipendi, yani I don't like it, kusimama ya nini? Sasa ndio najiuliza kwa nini tunasimama, kwa nini tusikae tu? Sawa, hiyo nakubali, lakini sio kila wakati Yesu alikaa Manake Masaka alipokuwa kule kwenye mahekalu huko na nini hakukaa, alisimama huko anakimbia na hakukaa mara nyingi. Na alipokuwa kwenye masinagogi yalikuwa wanakaa kwenye mabenchi yao na yeye anasimama. Sawa. Hii ni kipengele kidogo sana katika liturujia, inategemea na mazingira. Ndio maana nasema kuna vitu ambavyo ni vile tunaviita ni makando ya ile tukio, makando ya ephemeral acts au secondary acts, ambapo sio kile kiini. Sasa kukaa, mimi naona wameandika kwamba askofu mahalia anaweza kutoa uamuzi watu wafanyeje hapo, kutokana na mazingira ya watu, mazoea yao. Mfano huko kusini, nilioshangaa tu kwamba hapa Tanzania kumbe tunatofautiana tena, lakini for me it didn't make any change. Haikuwa na impact yoyote, hata sikumbuki tena, maana ni kitu cha kawaida. Ukienda huko Mashariki ya Kati, watu wana mitindo tofauti. Wanaweza kuwa wameinama hivi for half an hour kwa sababu ni mtindo wao. Respect mpaka unamaliza kuzungumza ndio anainua magu. Usiniangalie machoni wakati nazungumza. Mtindo wa mahalia. Kwa hiyo askofu mahalia ana mamlaka yote. Askofu ana mamlaka ya kanisa ni lake. Kwa hiyo anaweza kutoa msimamo namna ya kuadhimisha tukio fulani katika liturujia. Kwa hiyo haya ndio mnaita ni sasa ni makando ambayo yanakuwa inculturated, yanaweza kubadilishwa na nini, lakini kuna vile vitu ambavyo vya msingi, ile tunaita the order of the mass, haibadiliki. Askofu hawezi kusema sasa tutasoma Injili baada ya kupokea Ekaristi. Askofu huyo ataitwa Roma siku hiyo, wakajadili na papa na hata askofu mahalia kuna ngazi. Askofu ana yule ambaye ni tunaita metro maana yake bishop, askofu mkuu mahalia. Atamuita amwambie, bwana tujadili hapo, sio unafanyaje hapa, mbona tunasikia huko unawaambia watu wainame, imetokea wapi, hebu tueleze. Maana yake hawezi kumlazimisha, atamwambia tu mimi naona hapa bwana tuache hicho kitu, atamwambia tu kumshauri. Ndio archbishop anaweza kabla ya kwenda mbele, na hata anaweza kumuita huyu naita ni mwakilishi wa papa hapa, nuncio. Anaweza kumwambia sasa hii kitu unafanya tena, mbona hii haipo, umeletaje? Na watu wa huko mbona hawainami? Wewe umewaambia wainame au wasimame kwa mguu mmoja, sasa takuaje? Mbona so there is this utaratibu. Kanisa hili lina mang'amuzi na uzoefu mkubwa kiasi kwamba kufanya kitu kipya ni very rare. Miaka karne zote 20 za uwepo wake zimeutajirisha Ukatoliki, kwamba mpaka uje na kitu really new and ambacho kina manufaa, lazima kitoke kwenye lazima uwe umesukumwa na Roho Mtakatifu kwa kweli. Kwa hiyo mimi naamini hicho anachosema Majezuiti na Waagustini
asa Majezuiti walieneza huko, wakaenda Wadominikani walikuwa ni very influential, na wengine waliojitokeza wakati huo. Sasa mashirika mapya haya tunaita mapya kama Consolata wa Precious Blood, hawa ni ma congregations wa juzi ya Precious wa nani wa Holy Ghost Spiritans, hawa ni wajuzi, lazima washike kanuni fulani. Sasa hizo mashirika hayo yalienda huko na with that kind of enthusiasm, manake ari ya kuwa wamishonari na kuanzisha mambo mapya. Kanisa limwambia what are you doing there? Rudi kwenye kanuni, misingi. Vile vitu vingine vidogodogo, badala ya kushikana mkono mnainamiana au kushikana pua, kuna tamaduni wanashikana pua. Wanacheka, ni true. Wengine ni kumbatiana kabisa. Sasa ukiona magonjwa, shida kubwa. Kwa hiyo ni nani, hizo ndio vipengele ambavyo vinaweza kubadilika kadiri ya mazingira. That is enculturation. But you cannot enculturate the Bible. Huwezi kufuta vipengele kama wanafanya Marekani huko sasa hivi. Terrible. Unasema hii tufute Biblia yetu au Biblia ya watumwa. Kuna Biblia ya watumwa, wamefuta sehemu mbalimbali, wanawapa watumwa ili wawatii. Wamefanya hiyo, the gospel or the Bible for slaves. There is this. Sasa hiyo kitu namna hiyo sio Katoliki, sio Katoliki. Twende